Bwana Yesu asifiwe. Watazamaji mnanitazama, ninakuja kwenyu nyinyi watumishi wa Mungu. Zidini kuomba sana sana, zidini kukaa katika maombi. Wewe ni nabii, wewe ni mwalimu, wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, zidi kuomba sana na jaribu sana ushirika wako na Mungu uwe dhabiti. Unaweza kuta wewe ni mhuduma, lakini ukakosa kuwa na ufalme wa mbinguni kwa sababu ya kwamba unafanya huduma kwa kujipiga kifua, unajifanya huduma kwa ajili ya kujivuna na kujiinua. Ndipo sasa unakuta kwamba wewe Mungu amekubariki na huduma, baada ya kuhudumu jinsi vile Mungu alivyokuita, wewe unaanza kujipiga kifua. Wanapokuambia kuhudumu, wewe unaanza kuwa ni mtu ambao unakosa kutenda. Jaribu kuwa na uhusiano wako na Mungu. Na unaona kwamba watumishi wengi tunaweza kuwa tunafanya huduma vizuri, tunaweza kuwa tunatenda huduma kwa wanadamu wanafurahia, na lakini mbinguni tukakosa kuingia kwa sababu ya matendo ambayo tuko nayo, kwa sababu ya mahusiano ambayo tuko nayo. Sasa kwamba ninajua kwamba ulitenda, ulikataliwa, ulifanya mambo mengi, labda umefika mahali, rudia Mungu ukiwa na nafasi wewe peke yako, kumrudia Bwana. Zidi kuomba rehema, zidi kuomba nguvu, na mwambie Mungu, ninataka uhusiano wangu na wewe uwe dhabiti. Usiona kwamba unapohudumia watu, unapoombea watu, unaposimama katika maombi, unaona ya kwamba sasa huko sawa ama umebarikiwa utaona mbinguni. No, unaweza kuwa unatenda lakini ukakosa kuona ufalme wa mbinguni. Jaribu kufanya ushirika wako na Mungu uwe dhabiti, ushirika wako na Mungu uwe wa maana. Msingi wako jaribu kuijenga katika mwamba ambao usiotingizika. Maana ya kwamba wewe ni mhuduma, wewe unaombea watu, watu wanabarikiwa, watu wanafunguliwa, lakini wengine tunajipiga vifua, wengine tunasema kwamba wakikupanga ufanye huduma, wewe unaanza kukataa, unaanza kudhiaki, wewe unaanza kujivuta, unaanza kujiona kwamba umefika. Jihadhari sana. Huduma haufanyi kwa ajili ya mwanadamu, huduma haufanyi kwa ajili ya kupendeza kanisa, huduma haufanyi kwa ajili ya ulimwengu, lakini unafanya kwa ajili ya uhusiano wako na Mungu uwe dhabiti. Mapenzi yako na Mungu uwe dhabiti, uhusiano wako wa karibu uwe na Mungu karibu uende. Maana unaweza kuwa unatenda huduma, unaweza kuwa unafanya huduma, unadhani unafanya kwa ajili ya faida ya wanadamu, kwa ajili ya faida ya kanisa, kwa ajili ya faida ya madini, lakini nakwambia si kwa ajili ya faida ya dini wala faidi ya bishop ambao unamwombea, ama faidi kwa ajili ya makanisa, lakini unajifahidi na ukijenga hazina yako na kujenga uhusiano wako wewe na Mungu. Ninakueleza wewe mtumishi ambao unanitazama siku ya leo, unayefanya huduma kwa malipo, unayefanya huduma kwa ajili ya kusuguma, wasipokupea huwezi lipa, wakikupatia unaomba maombi ya nguvu. Kuna maombi ya kufunguliwa on by on, yani wewe umekuwa ni kama business. Jihadhari sana, hiyo si uhusiano wa Mungu. Hizo ni uhusiano wa giza na nguvu za upotovu, roho za upotovu. Unajiita umesimama, lakini huwezi hudumia mtu kama hajakupa pesa. No, hudumia mtu na aguzwe, mtu abarikiwe, mtu asimame na wewe. Na nyinyi ambao mnahudumiwa, mkiona kwamba mhudumiwa hujaitishiwa chochote, jua kwamba si vyema. Angalia katika moyo wako umeguzwa, mwachie hapo hata kama ni sadaka. Lakini watumishi ambao mnaitisha pesa, mnaitisha nini? Nyinyi wasikilizaji, msiwape. Huduma inunuliwi, huduma haijajengwa kwa ajili ya fedha kununuliwa. Ni wewe mwenyewe ujihisi ndani ya moyo wako na usimame na madhabahu ya Bwana na umtolee Mungu, na Mungu atakuwa baraka wa huduma. Uhusiano wenyu uwe dhabiti na Mungu. Jenga uhusiano wako na Mungu. Unaweza kunatenda huduma na ukakosa kuona ufalme wa mbinguni kwa sababu ya matendo yako ambayo yatakufanya kuwa kizuizi katika mlango wa kuingia mbinguni. Shalom, shalom.